ukiziona tabia hizi, ukiyaona mambo haya kwenye maisha yake, jua kabisa huyo mpenzi wako, huyo mume wako, huyo mchumba wako anasumbuliwa na wivu mkali. Na ufahamu kabisa wivu ni mojawapo ya ingredient au kionjo ambacho kipo katika mahusiano au mapenzi ya watu wengi. Huwezi kutofautisha wivu na mahusiano au mapenzi, lazima utakuwepo. Ila unapokuwa wivu wa kupitiliza au wivu mkali, hapo unaondoka kwenye normality au kwenye ukawaida, unakwenda kwenye usio ukawaida, abnormality, na inaweza ikaathiri mapenzi, ikaathiri ndoa, ikavunja mahusiano, ikavunja ndoa, ikaharibu familia, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kusustain au kukabiliana na kuishi na mtu mwenye wivu mkali au wivu wa kupitiliza. Ukiona hivi vitu vitatu, nitakupa vitatu kwa leo, ujue huyo mtu ana changamoto ya wivu wa kupitiliza. Jambo la kwanza, ukiona ana tabia ya kucontrol sana, ana tabia ya kukucontrol sana, yani wewe huwezi kuamua kitu, yeye ndo anataka aamue. Atacontrol vitu vya kwenye maisha yako, atacontrol message zako, atataka awe na password yako. Anaweza kapretend kama ni uhuru vile, ni upendo, ni mapenzi, kwamba inabidi muwe na password na wote ajue ya kwako hivyo. Na wengine wako serious kabisa, ya kwake hutojua, lakini ya kwako anataka ajue. Na atakwambia kabisa ana uwezo wa kupita kwenye simu yako muda fulani, ana uwezo wa kukagua message yako muda fulani, ana uwezo wa kupigia watu ambao amewaona kule siku nyani, na anakuonyesha kwamba ni kwa sababu ya mapenzi tu. Atacontrol simu yako, atacontrol ulipo, unafanya nini, utatoka wakati gani, utaondoka na nani, ulikuwa na nani, anaweza kuwapigia simu uliokuwa nao. Ukiona ana control sana kwenye personal issues zako, usifikiri hayo ni mapenzi, ujue ana wivu wa kupitiliza. Jambo la pili, ukiona anakujaribu mara kwa mara, ajue kama unampenda. Yani kama vile haamini kwamba unampenda, kwa hiyo anatumia kukujaribu, anatumia kukutempt au kukutest ili aone kama unampenda. Na hapa atatumia maneno au atatumia matendo. Kwa mfano, anaweza akasema, kama unanipenda nipeleke sehemu fulani, kama unanipenda nifanyie hivi. Juzi hapa nimesikia watu mitandaoni huko, mavideo yamevuja ya ngono. Mtu analalamika, anasema alivyo rekodi alikuwa ananiambia kama unanipenda utaniruhusu ni rekodi. Sasa nitafanya nini kamruhusu? Nyingine anasema mimi ni rekodi mimi mwenyewe kwa haja yangu, akaniambia kama unanipenda nitumie, usiponitumia najua hunipendi. Ghafla zimeenda mitandaoni. Mtu mwenye wivu wa kupitiliza, wivu mkali, anapenda kujaribu kama unampenda, na anaweza kukuuliza swali ili ajaribu kama unakupenda. Anaweza kukuletea mtego ili ajaribu kama unampenda, na anaweza kutumia sentensi za kujaribu kama unampenda. Ukiona hivyo, ujue huyu ana dalili za wivu mkali au ana wivu mkali. Jambo la tatu na la mwisho, ana uwezo wa kukuzushia jambo au kitu anachojihisi ndani yake, anachojisikia ndani yake, hana uhakika. Unashangaa, mbona anazusha, mbona anasema kama vile kweli. Na anapokuzushia anakulazimisha ukubali, anakulazimisha useme ndio. Na mara nyingine unaweza kukuta mnafanya mapenzi, katikati ya mapenzi akawa anakuambia ulifanya hichi, kubali ndio sitokuacha. Mwisho wa siku unaweza kujikuta unakubali kosa ambalo hujawahi kufanya. Analazimisha, na unakuta hivyo vitu anavyolazimisha ni anahisi yeye, ndo anawaza yeye, ndo anafikiri yeye, hata kama hana uhakika. Anakulazimisha ukubali, anakuaminisha umekosea wakati hujakosea, anakuaminisha na anataka ukubali ya kwamba umekosea. Na ukikataa anakuambia kama unanipenda kweli najua utakubali. Ukiona hivyo, ujue huyu mtu ana wivu wa kupitiliza. Wivu huo unaweza kukuletea stress na ukaishi maisha stress sana. Unamudu vipi stress hizo? Kitabu changu cha stress kiko hapa. Uko katika mahusiano kama haya na unajua tabia hizi na nyingine unaweza kushindwa kuzimudu, ufanye nini? Najiandaa kwa ndoa. Kama una mpango kuingia kwenye ndoa na usije ukaivunja, najiandaa kwa ndoa. Uko ndani ya mahusiano au ndoa na una mtoto au watoto chini ya miaka 2 kuendelea mpaka miaka 18,
malezi yenye tija kwa kila mzazi anayejali. Vitabu hivi vitakuja mkononi mwako kwa bei nzuri kabisa na vitaletwa kwako bila wewe kulipia usafiri ndani ya masaa 24 ndani ya Tanzania. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.